Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuwepo katika siku ya leo. Tunajua kuiona siku ni kwa neema ya Mungu, kwa huruma za Mungu na fadhili za Mungu tu. Si kwa uweza wetu, si kwa nguvu zetu, wala si kwa mamlaka tulionayo wala uweza tulionao, bali ni kwa huruma za Mungu tu na fadhili za Mungu tumeweza kuiona siku mpya. Hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema yake na kwa ajili ya fadhili zake na huruma zake ambazo ameendelea kuzitenda kwenye maisha yetu. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nataka nije kusema juu ya waimbaji wa nyimbo za Injili. Nitawasemea watu wawili, waimbaji wa nyimbo za Injili, Boni Mwaitege na Joel Lwagwa. Boni Mwaitege na Joel Lwagwa, hawa nataka niseme jambo juu yao, kwa sababu ukiangalia namna wanavyojiweka, wanajiweka kabisa kidunia. Yani sio kama watumishi wa Mungu. Kama huyu Joel Lwagwa, yeye huyu kabisa mimi si hukumu, lakini Yesu alitupa nafasi ya kuwatambua watu wake kwa matendo yao. Kwa hiyo kwa matendo, kwa uongeaji, kwa mionekano, tunaweza tukamjua kwamba huyu mtu ni wa Mungu ama sio wa Mungu. Kwa mfano huyu Joel Lwagwa, yeye kabisa yani ameshaondoka kwenye mstari kabisa, ameshaondoka kwenye leli, ameshaondoka kwenye leli. Lakini cha kujifunza, ajifunze kwa mwenzake, huyu Goodluck Gozbert, ajifunze kwake. Yani Mungu yeye ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Yani huwezi kujifanyia kitu kama unataka kujifanyia. Huwezi kujifanyia kitu kama unataka kujifanyia. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu wa nini? Mungu ni Mungu wa utaratibu. Wewe ukifanya vya kwako, labda uwe na nguvu nyingine tofauti na nguvu ya Mungu, lakini kama una nguvu ya Mungu, basi ujue utaporomoka tu. Kwa hiyo huyu Joel Lwagwa, kwa kweli Mungu amembariki sauti nzuri, lakini cha kusikitisha, dunia imemvuta kwa kasi. Hata uimbaji wake ni uimbaji yani kama wa kidunia tu, kama uimbaji wa kidunia tu. Na muonekano wake, namna alivyo, muonekano wake ni kama mtu wa kidunia pia, kwa sababu Mungu huwa anajitukuza kwenye kila kitu chetu, kwa sababu sisi hii miili yetu ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo kwa chochote kile kwenye mwili wetu lazima Mungu ajitukuze. Kwa chochote kile ambacho kwenye mwili wetu lazima Mungu ajitukuze. Lakini kuna kitu ambacho hiki ambacho nakisema, pia naona kama kinamhusu pia hata huyu Boni Mwaitege. Kuna kitu ambacho kuna neno kwenye Biblia, kwa kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18. Pale kwa neno la Mungu nasema kwamba lakini hatulegei, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanyika upya siku kwa siku. Kwa hiyo ukiangalia hawa wawili, wapo wengi, lakini mimi niseme kwanza hawa wawili, Boni Mwaitege na huyu Joel Lwagwa. Ukiangalia yani wako busy sana na mionekano yao, yani miili yao, yani wanataka kujiweka vizuri miili yao, Nadhani hii miili walionao nadhani ni miili ya gym, Sasa sisemi kwamba kufanya mazoezi ni dhambi, hapana. Sisemi kwamba kufanya mazoezi ni dhambi, lakini lazima uangalie sana. Kama unafanya mazoezi, usije kaingia kwenye mtego wa shetani, kwa sababu usianze kunyanyua vyuma kwa sababu kwamba kuna mtu anataka kumlizisha. Usije kanyanyua vyuma kwa sababu kwa mtu anataka kumlizisha, kwamba labda yule jamaa akiniona ili kwamba siyo anipende ama
ama aniogope. Ukiwa hivyo, hapo tayari unakuwa uko kinyume, Lakini kama unafanya mazoezi kwa ajili ya afya, kwa ajili ya maana mazoezi ni afya, mazoezi ni afya kwa kweli, mazoezi ni afya. Lakini ukiangalia mionekano yao, miili yao namna sasa ilivyo tuna sana, wanatembea hivi, nadhani washatunisha misuli, nadhani kwa ajili ya gym. Kama ni kwa ajili tu ya mazoezi ya kawaida, basi hakuna shida. Lakini wawe makini sana kama ni kwa ajili tu ya muonekano wa nje, kwamba sasa nataka kujiweka vizuri, muonekano wa nje, wawe makini sana, wawe makini sana. Kipindi cha nyuma nimewahi mwenyewe pia kuhudhuria gym. Nimewahi kuhudhuria gym kwa ajili ya mazoezi, kuendesha zile baskeli za kwenye gym na kukimbia pale kwenye gym, nimewahi kufanya hivyo. Lakini labda sijui ni mimi ama na wengine waga ni hivyo. Kama kuna kitu kama kakiburi fulani kataka kuinuka, kama kuna kakiburi fulani kataka kuinuka, yani mpaka vile hata mwendo nikabadilisha, kama vile mwendo nikabadili mwendo sasa natembea sijui natembea vipi. Kwa hiyo lazima tuwe makini kwenye kila kitu. Safari yetu ni ngumu na ni nzito. Lazima tuendelee kukumbushana kwamba waangalie sana, hususan huyu Boni Mwaitege, angalie sana, ametoka mbali na naamini pia wanaenda mbali pia na Mungu. Mungu amemtoa mbali, na mimi pia bado Mungu anahitaji kumpeleka mbali. Lazima angalie sana ili kwamba juhudi zake zile za kwanza zisiwe za bure, maana nyimbo zao zimekuwa baraka sana. Kristo tunakuwa tunazisikia nyimbo za kina Boni Mwaitege, tunazisikia zinatubariki kweli. Yani mtu unasikia nyimbo kama hata ni mwenye dhambi, kwa kweli, yani inasikia na kugusa kabisa, inakugusa kwa sababu walikuwa wanaimba injili kweli. Walikuwa wanaimba injili kweli. Hawa waimbaji hivi sasa wanajiita ni waimbaji wa injili, lakini hakuna injili ambao wanaimba. Maana injili ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Injili ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Kitabu cha Warumi 1:16 neno la Mungu limesema pale. Lakini sionei haya injili kwa sababu injili ya Mungu, sionei haya injili sababu injili ni uwezo wa Mungu letao wokovu kwa Wayahudi kwanza, pia na kwa Wayunani pia. Kwa hiyo lazima hawa waimbaji wajue wanaimba nini na imefikia hatua namuonea huruma sana Ambwene Mwasongwe, Ambwene, namuonea huruma sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama vile amebaki peke yake, na bahati mbaya ana moyo wa kusapoti hawa chipukizi hawa. Hasa kuta kama vile wanamharibia, kuta mtu wanaimba nyimbo ambazo hazieleweki. Sasa yeye amezoea kuimba nyimbo za kuingiza watu rohoni, lakini watu wanaimba nyimbo ambazo hazieleweki, lakini wanamshirikisha na yeye sababu na moyo wa kusapoti, na yeye anaenda kushiriki. Yani sasa namuonea huruma sana. Kwa hiyo hawa waimbaji hawa Boni Mwaitege na huyu Joel Lwaga, hawa waangalie sana hususani pia huyu Joel Lwaga, yeye kabisa anachora kwenye ramani. Yani ni kama vile kuna kitu ambacho kina bado kinamzuia, sababu anajitambulisha kwamba yeye ni mwimbaji nyimbo za gospel. Kwa hiyo labda anaona aibu kuja kusema kwamba sasa kuanzia leo nitaanza kuimba nyimbo za bongo flava. Anaona kama vile anaona aibu tu, lakini namna anavyoimba yani kabisa anaimba bongo flava kabisa, yani sijui nisemeje. Kwa hiyo lazima wawe makini sana, wawe makini sana kwa sababu
wakati wowote ule Yesu anaweza akarudi, wakati wowote ule Yesu anaweza akarudi. Kwa hiyo kama akirudi afu hauko sawa, inakueje? Basi kwa leo nitaishia hapo. Hao ni watu ambao nilikuwa najaribu kuwasemea hawa wawe makini sana, kwenye utumishi wao, wawe makini sana kwenye utumishi wao. Naamini pia ambaye yuko rohoni anawaona namna walivyo. Kwa hiyo hao ndio ambao nakuja kuwasemea katika siku ya leo. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia channel hii na Mungu atakubariki. Kama huja subscribe, sijui unasubiria nini kusubscribe, na kuomba subscribe channel hii ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel. Mungu akubariki sana. Shalom.